Kwa matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika matangazo ya Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na watu 13 wauawa katika shambulio la hospitali katika mji wa Sudan uliozingirwa. Ulimwengu unashuhudia wakati wa kihistoria rais wa Misri Abdul Fattah el-Sisi anasema mji wa Sharm el-Sheikh ambao ulikuwa mwenyeji wa majadiliano kama mji wa amani na chimbuko la mazungumzo. Sherehe zafanyika Gaza na Israeli baada ya makubaliano kutangazwa. Na makubaliano ya kusitisha mapigano ni hatua ya mafanikio, lakini vita bado havijakwisha. Naam. Na tumai ubweri wapi pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Takribani watu 13 wameuawa baada ya shambulio katika hospitali moja ya mwisho iliyosalia huko El Fasher, mji wa Sudan uliozingirwa. Wengine 16 akiwemo daktari na muuguzi walijeruhiwa baada ya jeshi la RSF kushambulia hospitali ya Saudia mara kadhaa Jumanne usiku, chanzo kimoja kimesema. Picha zilionyesha madirisha yaliyovunjwa, nyufa kutoka kwa vipande shimo kwenye ukuta na matofali ya udongo na chuma zilizosokotwa kutoka katika vitanda vya hospitali vilivyofunika sakafu. Kundi la madaktari wa Sudan wametaja shambulio hilo kuwa uhalifu wa kivita. Ulimwengu unashuhudia wakati wa kihistoria ambapo rais wa Misri Abdul Fattah el-Sisi anasema mji wa Sharm el-Sheikh ambao ulikuwa mwenyeji wa majadiliano kama mji wa amani na chimbuko la mazungumzo. Wizara ya mambo ya nje ya Misri hapo awali ilielezea kusitishwa kwa mapigano kama hatua nzuri ya mabadiliko katika vita. Katika taarifa yake iliongeza kuwa waziri wa mambo ya nje Badri Abdilati ataelekea Paris kushiriki katika mkutano wa waziri ulioandaliwa na Ufaransa kuhusu hali ya Gaza. Sherehe zafanyika Gaza na Israel baada ya makubaliano kutangazwa. Kwa makubaliano ambayo yatapigiwa kura na serikali ya Israel baada ya saa chache. Huu hapa ni muktasari wa haraka wa kila kitu tunachokijua kufikia sasa. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Israel na Hamas wamekubaliana juu ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani ya Gaza. Wapalestina huko Gaza na familia za mateka nchini Israel wamekuwa wakisherehekea mafanikio hayo ambayo yalikuwa baada ya mazungumzo makali nchini Misri. Serikali ya Israeli itakutana siku ya Alhamisi hii saa 11 saa za Jerusalem, sawia na saa 9 BST kupiga kura kuhusu mpango huo. Iwapo mpango huu utaidhinishwa, usitishwaji vita utaanza kutumika mara moja. Katika hatua ya utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa ukanda wa Gaza mjini Cairo hivi leo, shamra zinaendelea kote kwenye ukanda huo na ndani ya Israeli kwenyewe, licha ya mashaka ya kuvunjwa kwa makubaliano hayo kama ilivyojiri huko nyuma, huku Ufaransa ikikutanisha pamoja mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ulaya na Arabuni kujadili hatua za haraka kuisaidia Gaza. Mohamed Khelef
wa DW na taarifa zaidi. Ya Palestina wamejitokeza mitaani tangu usiku wa jana kushangilia tangazo na kufikiwa makubaliano ya amani kati ya mgambo wao na Israel. Maelfu ya Palestina hawa ni raia waliolazimika kuwa wakimbizi wa ndani, huku wenyewe wakiwa wamechoka kwa mateso, njaa na kupoteza ndugu na jamaa kwenye miaka miwili ya vita vya Israel kwenye ukanda wao. Muhammad Wadi, mmoja wa wakimbizi wa ndani kutokea jiji la Gaza, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawezi hata kuficha furaha yake licha ya maumivu yote aliyopitia. Leo furaha isiyo mfano imesambaa kwa watu wote wa Palestina, hasa sisi watu wa Gaza, kutokana na makubaliano haya ya usitishaji mapigano. Tunatarajia Mungu ataidumisha furaha hii yetu. Mungu akipenda, usitishaji huo mapigano utakuwa kudumu, vita havitarudi na tutaishi kwa usalama na amani. Hamasa hii iliyochanganyika na hisia za majonzi inashuhudiwa pia kwenye kitongoji cha Khan Yunis, ambako mamia kwa maelfu ya wengine wameingia mitaani wakipiga mayowe ya furaha, huku wakipaza sauti kuwarejea nyumbani wakiwa washindi. Mjini Tel Aviv, kwenye eneo lilopewa jina la uwanja wa mateka, maelfu ya Israel nako wamekusanyika wakifurahia makubaliano haya ambayo hatimaye yatafanikisha kurejeshwa nyumbani mateka wote waliosalia mikononi mwa wanamgambo wa Kipalestina. Hali kama hiyo imeshuhudiwa pia mjini Jerusalem, ambako Sharon Canot, mkazi wa mji huo, amemshukuru Rais Trump wa Marekani kwa kufanikisha makubaliano haya. Ninatamani kweli kweli kwamba jambo hili limalizike na nawangojea kwa hamu mateka wetu. Asubuhi ya leo tulikuwa na hisia kali sana. Sote tulililia. Miaka miwili ya jinamizi imekwisha na leo ni siku kuu kwetu. Shukran kwa Trump, kwa Netanyahu na kwa kila mtu, kwa familia zote. Hayo ya kijiri nchini Ufaransa unafanyika hivi leo mkutano wa mawaziri wa kigeni wa mataifa ya Kiarabu na Ulaya kuzungumzia jinsi ya kuwasaidia Palestina kwenye ukanda wa Gaza mara tu vita vitakapomalizika. Mkutano huu uliofunguliwa Rais Emmanuel Macron unafanyika ikiwa ni chini ya masaa 24 tangu upatangazo kufikiwa makubaliano hayo kati ya Israel na Hamas. Mkutano huu wa Paris unahudhuriwa na Misri, Jordan, Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa upande wa mataifa ya Kiarabu, huku ule wa Ulaya ukiwakilishwa na mwenyeji Ufaransa, Italia, Ujerumani, Uhispania na Uingereza. Uturuki na Umoja wa Ulaya pia zinashiriki. NATO ambapo nazidi kusonga mbele katika hatua msikilizaji, ambapo wakati wakazi wa ukanda wa Gaza waliokimbia makazi yao wanapopokea kwa matumaini makubaliano mapya ya amani kati ya Israeli na Hamas, ingawa wengi wao bado wana mashaka kuhusu utekelezwaji wake na mustakabali wa usalama wao. Selina Mdemu na taarifa zaidi. Gaza ukiendelea kukabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu. Amjad Shawa, mkuu wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya Palestina, amesema bado haiko wazi ni jinsi gani misaada ya kibinadamu itafikishwa Gaza au ni malori mangapi yatakayoruhusiwa kuingia. Ameonya pia kwamba kurejea kwa wakazi makwao bado ni hatari. Wakati huu ni mgumu. Kuna mamia ya familia zisizo na mahema au makazi zinataka kujua kinachoendelea kwenye nyumba zao huko Gaza City na kaskazini mwa Gaza. Ninawaonya wasirudi sasa. Waisraeli wanaweza kuwashambulia. Watu wangu wanahitaji muda zaidi wa kupona na kuelewa hatari ya kurudi wakati huu. Shawa amesema mamia ya familia bado hawana makazi, maji wala chakula, na watu wengi wana hofu ya kurudi kwa sababu baadhi ya maeneo hasa kaskazini mwa Gaza bado si salama. Amesema familia kadhaa zilizojaribu kurejea ziliuawa, akiongeza kuwa idadi ya vifo imefikia takribani watu 67,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema makubaliano haya ni hatua ya awali tu. Ibrahim Rahbi, mchambuzi kutoka Dar es Salaam, amesema utekelezaji wake utategemea kwa kiasi kikubwa utashi wa rais wa Marekani Donald Trump aliyesimamia mchakato huo. Ukitazama mwitikio wa ulimwengu umekuwa ni mkubwa. Ukitazama nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu, nchi zenye Waislamu na nchi mbalimbali duniani zimeuitikia kwa nguvu kubwa mpango huu. Unaweza ukatamani kuwa mpango huu ndio ungekuwa ni mpango halisi ule ulipitishwa na Umoja wa Mataifa. Nadhani tungekuwa tunaenda kwenye suluhu ya moja kwa moja, lakini tunabaki kuwa bado tuko kwenye mpango wa utashi wa Donald Trump, na utekelezaji wake huenda ukawa pia ni utashi.
tunaweza tukapata suluhu ya muda, lakini bado hatujapata suluhu ya moja kwa moja ya mzozo ambao unafika zaidi ya miaka 77 kati ya Israel na Palestina. Kutoka London, Abdurrahman Mohamed amesema makubaliano hayo ni suluhu ya muda, kwani bado hayajagusa mambo ya msingi yanayohitajika kufikia amani ya kudumu. Kwa upande wangu nasema hii ni suluhu tete sana, kwa sababu yale makubwa na ya msingi hayamo katika kusimamishwa kwa mapigano. Hii ni kusimamishwa kwa mapigano tu, lakini makubwa na ya msingi ni kukaliwa kwa Palestina na nchi ya Israel na kuwepo kwa mataifa mawili yaliyo huru katika eneo lile. Je, hilo litawezekana? Na hilo ndio linaloonekana kuwa litaleta suluhu ya kudumu. Hilo halimo kwenye makubaliano sasa hivi. Kwa ujumla, wachambuzi wanasema mpango huu utafanikiwa tu iwapo Marekani na Israel zitaonesha dhamira ya kweli ya kisiasa, na endapo Benjamin Netanyahu hataigeuza Gaza tena kuwa uwanja wa siasa za ndani. Asante sana Selina. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo awamu ya pili tunashirikiana na waandishi wa shirika la DW kwenye ripoti za waandishi. Na katika taarifa nyingine tunazungumzia masuala yale ambayo yanahusiana na suala lile la COMESA, ambapo Jumuiya ya Maendeleo ya Biashara ya Nchi za Kusini na Mashariki mwa Afrika, COMESA, imetangaza kuanza mkakati mkubwa wa kidijitali unaolenga kuimarisha biashara. Delima Mwazaya na taarifa hiyo kwa kina. Sasa ndiye mwenyekiti mpya wa COMESA alisisitiza kuwa Afrika haiwezi kuendelea kutegemea mifumo ya zamani ya kibiashara. Amesema ni wakati wa kupitisha hati na taratibu za kielektroniki, kuunganisha majukwaa ya malipo ya mipakani na kuhakikisha bidhaa za kikanda zinanufaika na teknolojia ya kisasa. Tuiongeze kasi ya matumizi ya hati za asili za kielektroniki, mifumo jumuishi ya pamoja na majukwaa ya malipo yanayovuka mipaka ili kulinyanyua eneo letu kuwa imara zaidi kwa biashara barani mwetu. Tayari nchi kama Eswatini, Malawi, Zambia na Zimbabwe zimeanza kutumia hati za kielektroniki katika biashara ya mipakani, hatua iliyopunguza muda wa usafirishaji kwa zaidi ya 80% na gharama kwa nusu. Katibu mkuu wa COMESA, Chileshe Mpundu Kapwepwe, amesema juhudi za kuwaleta wanawake na vijana kwenye mifumo ya biashara za kidijitali zimepiga hatua kubwa kupitia mradi wa pamoja wa COMESA na Benki ya Dunia wenye thamani ya dola bilioni 2.5. 2.5 billion COMESA World Bank Digital. Mradi wa Benki ya Dunia na COMESA wa kuimarisha kasi ya mifumo ya dijitali wa thamani ya dola bilioni 2.5 unaendelea mwaka huu. Unalenga kuwaunganisha watu milioni 180 na huduma za kidijitali kwa wengine 100 ifikapo mwaka 2030. Mkakati huu unawapa umuhimu wanawake, vijana, wakimbizi na mashirika ya umma. Kikao hicho kilihudhuriwa pia na rais wa Burundi na mwenyekiti anayeondoka wa COMESA Evariste Ndayishimiye, pamoja na rais Azali Assoumani wa Komoro, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ambaye ni naibu mwenyekiti mpya, waziri mkuu Ahmed Abiy wa Ethiopia, Russell Misod Lamini wa Eswatini na Mustafa Madbuli wa Misri. Kenya, ambayo sasa inaongoza jumuiya hiyo, imeahidi kutumia nafasi hiyo kusukuma mbele ajenda ya biashara huru ya bara la Afrika kupitia mkataba wa jumuiya COMESA, EAC na SADC, eneo linalotajwa kuwa soko kubwa zaidi barani Afrika. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Asante sana Thelma Mwazaya kwa taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa wito wa amani kwa rais wa Rwanda Paul Kagame, akimtaka aache kuunga mkono waasi na washirikiane kwa ajili ya amani. Saumu Jama na taarifa hiyo kwa kina. Alitoa wito huo alipohutubia jukwani baada ya Kagame katika mkutano wa Global Gateway Forum, ambao ni kongamano la uwekezaji lililoandaliwa na Umoja wa Ulaya katika mji mkuu wa Ubelgiji. Ninaomba jukwaa hili liwe shahidi, na kupitia hapa naiomba dunia nzima ishuhudie
naponyoosha mkono wangu kwako, Mheshimiwa Rais, ili tuweze kuleta amani. Hii inahitaji uagizi wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono na nchi yako waache mara moja mashambulizi haya ambayo tayari yamesababisha vifo vingi sana. Tuwe na ujasiri wa kuangaliana machoni, kusema kilicho kibaya na kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya watu wetu. Qui a fait suffisamment de morts comme ça. Hata hivyo, Kagame hakuzungumzia moja kwa moja mgogoro huo katika hotuba yake, lakini alirejelea kwa kifupi kauli ya awali ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliyesema alihisi nguvu ya kutaka amani alipoona viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja. Eneo la Kongo Mashariki linalopakana na Rwanda na lenye rasilimali nyingi limekumbwa na machafuko makubwa kwa zaidi ya miongo mitatu kutokana na makundi ya waasi. Kundi la waasi la M23 ambalo lilianza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021 limechukua maeneo makubwa kwa msaada wa Rwanda na kusababisha janga kubwa la kibinadamu. Mapema mwaka huu machafuko mapya yalizuka ambapo M23 waliteka miji muhimu ya Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano tangu Januari yamesababisha maelfu ya vifo na kulazimisha mamia ya maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Serikali ya Kongo na waasi wa M23 walitia saini tamko la msingi mnamo Julai 19 huko Qatar likiwa na azimio la kusitisha mapigano kabisa. Tamko hilo lilifuatia makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani kati ya serikali ya Kongo na Rwanda. Hata hivyo, utekelezaji wake umekuwa polepole huku waasi wa M23 wakizidi kuimarisha udhibiti wa kisiasa na kiuchumi katika maeneo wanayoyashikilia. Asante sana Saumu Njama kwa taarifa hiyo. Muda unazidi kuyoyoma kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambao mbali na nafasi ya urais najumuisha pia wajumbe wa chombo cha kutunga sheria bunge. Miongoni mwa maeneo yenye ushindani mkali katika uchaguzi huo ni jimbo la Kigoma mjini ambako mwanasiasa mzoefu Zitto Kabwe wa chama cha upinzani ACT Wazalendo anachuana vikali na msanii Levo Katasa Chipando maarufu kama Baba Levo. Nashindwa kuyafanya yale ambayo yanawasumbua watu wa Kigoma mjini. Kumbuka Kigoma mjini ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo kama kiongozi anakuwa hatendi yale ambayo yatamaliza changamoto za Kigoma mjini, basi hizo changamoto zitaendelea kuwatesa ndugu zangu. That's why nikaona sasa ni bora niende mwenyewe. Nimejaribu kwenye udiwani, nimefanya vizuri, nikasema acha niende kwenye ubunge nikafanye vizuri. Na nashukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kunipa nafasi ya kugombea, kwa sababu moja kati ya procedure ngumu ni kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi, na nashukuru viongozi wangu waliniteua. Unapimaje matokeo ya udiwani kwamba ndiyo kiini cha wewe kukubalika katika kuwania nafasi hiyo unayoitafuta kwa sasa? Kiukweli swala la udiwani siliongelei mimi peke yangu. Swala la udiwani linaongelewa na wananchi wenyewe. Wamekuwa wakinipima kwa kutumia udiwani. Wanasema Baba Levo alivyokuwa diwani alifanya 1, 2, 3, sasa tumpe ubunge ili akayafanye yale ambayo yana ukubwa wa levo ya ubunge. Lakini pili, mpinzani ambaye nashindana naye, aina ya uongozi wake unanipa mimi mwanya wa kuweza kupenetrate, kwa sababu ni kiongozi ambaye ukimchagua Kigoma, akifika bungeni concentration yake haiwi Kigoma peke yake. Umemtaja mshindani wako au mpinzani wako, bila shaka ni Zitto Zuberi Kabwe ambaye pia anatajwa kuwa mwalimu wako wa siasa. Unafikiri una uwezo wa kutosha kumshinda? Wanaopiga kura ndio wanaoamua nani awe kiongozi. Sio sisi tu wenyewe ambao tunagombea, ni wale ambao wanaenda kutuchagua. Na ukiangalia asilimia kubwa kwa sasa hivi wanamkataa kwa sababu ya aina ya uongozi wake. Na mimi sikatai kwamba kwa namna moja au nyingine yeye alinipa fursa ya kuwa kiongozi kupitia chama chake, na mwisho wa siku mimi nikawa diwani bora kuliko madiwani wake wote ambao waliwapa nafasi. Nimejitengeneza zaidi kimkoa na katika jimbo la Kigoma mjini, na ndio maana anapata tabu sana namna ya kupenetrate. Tuambie ni mambo gani matatu tu ambayo una uhakika kwamba hayo ndio mahitaji ya wana Kigoma?
Jambo la kwanza kabisa ambalo ni tabu na ni shida katika jimbo la Kigoma mjini ni barabara. Lakini la pili ni kuboresha masoko. Kuna masoko mengi sana ya jioni. Kazi ya tatu ni kuhakikisha tunavyo connect vitu viwili, afya na elimu. Asante sana Baba Levo akidadavua hapo kwa kina atakaloweza kufanya kwa wenyeji wa Kigoma mjini. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Hii ni Afrika Leo jioni. Kwenye ripoti za waandishi tunashirikiana na shirika la DW kwenye awamu ya pili ya matangazo yetu, ambapo basi wakati huu basi na kuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki. Kituo kipi? Radio 14 Africa, kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja kwake Najid Omar na Lilian Mtono. Dawa bei rahisi kwa ajili ya umaskini. Haya, sasa tuelekee huko nchini Marekani. Mitandao ya kijamii leo imefurika na mjadala wa kwamba je, mwanamke anaweza kuwa na thamani akaijua thamani yake, baada ya kusambaa kwa mazungumzo kati ya mtu na mpenzi wake huko nchini Marekani. Mazungumzo hayo yakionyesha binti ama mdada huyo akipewa zawadi ya siku yake ya kuzaliwa ya dola 2,000 sawa na milioni 4.8, milioni 5 kasoro laki mbili, na mpenzi wake na akizirudisha kusema kwamba yeye hana thamani ya zawadi hiyo. Kwanza kabla tujaenda kwenye thamani hii, milioni 4.8 ni shilingi ya Kitanzania, ndio? Ndio. Haya, turudi kwenye thamani. Ujumbe wa binti huyo unasema asante, lakini nitarudisha pesa hii kwako. Tumekuwa pamoja muda mrefu. Milioni 4 ama hizi 5 kasoro kwa ajili ya birthday yangu, hapana. Unajua kwamba hii ni pesa yangu ya chakula tu kwa mwezi. Na ndio maana nashukuru, lakini najua hii sio thamani yangu. Sasa huo ujumbe na kurudisha pesa ndio jambo limezua mjadala. Wanawake wanasema pengine wanaume wanajua hawajui thamani ya wanawake. Wanawake wanasema imekuwa ni mjadala mkubwa sana kupitia X na Instagram toka jana, lakini mchana huu mambo ndio yamepamba moto Lilian. Wanawake wanasemaje, wanaume wanasemaje kwa ujumla? Kijana wada anasema kwa ujumla, naomba nisome kwanza hii. Anasema Ulaya kweli maisha rahisi. Mtu anapewa milioni 5 lakini anaikataa. Anasema inawezekana pengine si jambo la maajabu, pengine yuko sahihi, lakini kwa bongo hayupo sahihi. Kwa ujumla ni kwamba wanaume wengi wa Tanzania anasema imekuwa ni kitu cha maajabu mtu kurudisha milioni 5. Maana yake Tanzania hata ukikosea namba tu ukatuma pesa kwa bahati mbaya au kanunua vocha kwa bahati mbaya, hiyo inaitwa msalie mtume, ndio limeenda. Lile na ungerudisha. Tusome ujumbe wa msikilizaji. Sawa. Naje, tunashukuru sana. Labda tuanze kuangalia kwenye mitandao yetu ya kijamii hapa. Ninafungua kwenye ukurasa wetu wa YouTube hapa, namuona Mulinde Musa wa Morogoro, Tanzania. Yeye anasema anaiombea Tanzania idumishe amani kuelekea uchaguzi mkuu. Alafu nani huyo, anaitwa Baraka Mlaya, anasema nimeitegea sikio la Chevele Kiswahili mubashara nikiwa Moshi, Tanzania. Saba Joseph wa Kagera, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa sasa ni jukumu lenu kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana Palestina. Na fundi Hamis Fulmibuka huyu wa Kigoma, Tanzania, anasema tunamhitaji kiongozi anayeguswa na matatizo ya wananchi. Najat, ukurasa wetu wa Facebook, Wile Rais wa Amani wa Arusha, Tanzania, anauliza amani itarejea lini huko Mashariki ya Kati. Kennedy Mpemba Kagongwa, Tanzania, anasema Israeli na Hamas wamalize tofauti zenu. Barnabas Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema hata sasa Israeli na Hamas wamepatana na Trump hastahili pongezi wala tuzo ya Nobel.
Isaya Sambo anasema Tshisekedi kumnyosha kidole kiongozi mwenzake huku akiomba mwafaka inaandaa mazingira magumu ya kufikia mwafaka huo. Charles Jumanne ya mafundi simu yeye kutokea Kagongwa huko anasema tunaomba polepole apatikane akiwa salama. Data Barasa akiwa Maweni Taveta Kenya anasema hongera sana Israel na Palestina kwa hatua njema ya kusaini makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza. Ukurasa wetu wa Facebook matangazo haya kama mnavyotuona tuko mubashara. Naitwa Nzosaba Jean Clouds wa Bujumbura Burundi anasema itakuwa ni jambo jema endapo makubaliano kati ya Israel na Hamas yatatekelezwa kwa vitendo. Emmanuel Mamberera anasema binafsi naona Zitto Kabwe apumzike tu kwa sasa, jimbo la Kigoma mjini apewe kura Baba Levo. Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda Geita Tanzania anasema Rwanda na Kongo wanapaswa kuwa moja ili kuimarisha uhusiano wao. Nami namuona Renus Bubrushad anasema tunaomba polepole arejee akiwa salama. Ujumbe wake ndio unatuhitimishia matangazo yetu ya jioni hii leo, na kushukuru sana kwa kuungana nasi jioni hii. Najat, asante sana. Salina, asante sana. Sulubia, asante sana. Basi ninawatakia jioni njema. Kesho saa 12 kamili za asubuhi tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono. Asante sana Lilian Mtono, Najit Omar kwa uelekezi mzuri, wakati ambapo basi hapa studioni mimi vilevile kuelekeza kwenye kiziba mkonga, alafu baadaye tutamatisha matangazo yetu ya siku ya leo. Pokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Sauti ya maskini mwenye busara huwa haisikilizwi. Sauti ya maskini mwenye busara huwa haisikilizwi. Maana kila siku na kufahamisha kwamba tafuta pesa, weka legacy ambayo itadumu vizazi na vizazi. Lakini fahamu kwamba ila mwisho wa siku sauti yake wataisikia kama mwangwi kwenye masikio yao. Alikuwa anasema nini? Alikuwa na point na tukuifanyia kazi. Heri kijana mwenye busara kuliko mzee mpumbavu. Heri kijana mwenye busara kuliko mzee mpumbavu. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.